Hupitia mateso yasiyoelezeka kama vile kutokwa na damu kwa muda mrefu kwa wanawake, kupoteza damu kiroho bila kujua. Nilikuwa na bleed. Ulikuwa na bleeding? Ya muda gani? Miezi 7. Miezi 7 bleeding? Yes. Saa hii kwa hiyo damu ya Yesu nasikia niko uhuru. Hakuna bleeding. Na maisha yanaendelea kudhoofika kila kunapokucha. Maandiko yanasema katika Waamuzi sura ya 2 mstari wa 2, nanyi msifanye agano lolote na hawa wenyeji wa nchi hii, yabomoeni madhabahu yao, lakini hamkuisikia sauti yangu. Je, mmefanya haya kwa sababu gani? Kesi nyingi za kiroho leo hii zinahusishwa na damu ya kafara isiyokuwa ya Mungu, maagano ya damu ya siri, masuala ya damu ya ukoo na mizizi ya matatizo yanayopita kizazi hadi kizazi. Mara nyingi wengi wamefungwa kiroho au kubebeshwa mzigo mzito, mikosi isiyoisha, uchawi na bahati mbaya inayojirudia bila sababu ya wazi. Lakini kuna damu iliyo juu ya damu zote, damu inayosema mambo mema zaidi, damu ya Yesu Kristo inayovunja maagano ya giza, inayofuta hukumu za damu. Kuna mapambano ambayo hayakuanza na wewe, lakini yanaendelea kuzungumza kupitia damu. Kuna watu wanaopitia mateso yasiyoelezeka kama vile kutokwa na damu kwa muda mrefu kwa wanawake, kupoteza damu kiroho bila kujua. Nilikuwa na bleed. Ulikuwa na bleeding? Ya muda gani? Miezi 7. Miezi 7 bleeding? Yes. Saa hii kwa hiyo damu ya Yesu nasikia niko uhuru. Hakuna bleeding. Na maisha yanaendelea kudhoofika kila kunapokucha. Maandiko yanasema katika Waamuzi sura ya 2 mstari wa 2, nanyi msifanye agano lolote na hawa wenyeji wa nchi hii, yabomoeni madhabahu yao, lakini hamkuisikia sauti yangu. Je, mmefanya haya kwa sababu gani? Kesi nyingi za kiroho leo hii zinahusishwa na damu ya kafara isiyokuwa ya Mungu, maagano ya damu ya siri, masuala ya damu ya ukoo na mizizi ya matatizo yanayopita kizazi hadi kizazi. Mara nyingi wengi wamefungwa kiroho au kubebeshwa mzigo mzito, mikosi isiyoisha, uchawi na bahati mbaya inayojirudia bila sababu ya wazi. Lakini kuna damu iliyo juu ya damu zote, damu inayosema mambo mema zaidi, damu ya Yesu Kristo inayovunja maagano ya giza, inayofuta hukumu za damu, inayoleta uponyaji na kurejesha maisha katika mpango wa Mungu. Basi Jumapili hii tarehe 11 Januari mwaka 2026 katika kanisa la Christ Gospel Chapel Kariobangi, kuanzia saa 3 asubuhi, jiunge naye hapo. Umetupatia wale tumeunganika hapa na vile vile wale ambao wameunganika kule nyumbani. Ninaomba kibali chako na uwezo wako sasa ukapate kutawala maisha yetu. Na naomba ukubali kusema na sisi. Bwana, tunakushukuru hata vile tumeanza awamu ya maombi. Tunaomba mtakatifu ukapate kuonekana. Naomba neema yako ya kipekee juu ya maisha ya kila mmoja wetu. Tunanyenyekea, tunakushukuru. Tunaomba vile tumeanza maisha ya kila mmoja isiwe ya kawaida. Tunaomba kuongezeka kwa neema, upako na kibali chako. Nimetiisha mawazo yote ya kushindwa, haina nguvu sasa. Roho zote zilizo kinyume nimezinyamazisha, hazitafaulu. Ninaomba neema yako ijae juu ya maisha ya watumishi wako. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kushukuru. Tumpe Yesu sadaka mzuri ya makofi. Tafuta mahali pazuri uketi. Karibuni sana kwa Open Heaven. Tunakusudia mwaka huu tuwe tunaanza mapema. Tuwe tunaanza mapema ndio tunaweza kufikia watu vizuri na inakuwa mzuri. Tunataka tujifundishe na tukaribisha wale ambao mnatazama kwa television ili tuweze kubarikiwa pamoja. Kumkaribia Mungu, drawing close to God. Kumkaribia Mungu. Kitabu kile cha Yakobo 4 mstari ule wa 8. Waraka wa Yakobo 4 mstari wa 8. Mkaribieni Mungu naye atawakaribia ninyi. Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. Amen. Mkaribieni Mungu
Come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Na majira kama haya ambaye tuko nayo, ama kipindi kama hiki, mojawapo ya zile vitu ambazo zinahitajika sana ni kutafuta vile ambavyo utamkaribia muumba wako zaidi. Ndio sababu kitabu hicho cha Yakobo kinaongea kuhusu drawing nearer, kumkaribia Mungu zaidi. Come near to God and he will come near to you. Kitu kimoja na Mungu, siku zote mikono ya Mungu huwa iko hivi kwa binadamu. Siku zote mikono ya Mungu huwa imefunguka kwa maisha ya binadamu. Binadamu akikuja kwa Mungu, Mungu hawezi mreject. Ndio sababu nimeangalia Bible sana, nikaona kuna watu ambao walikuwa na dhambi ambazo hata ukiwa mwanadamu huwezi wasamehe. Mfalme mmoja aliua watoto, akaenda mpaka kwa waganga, akaenda kwa wachawi, akaenda kwa ushirikina. Maandiko inasema alipoenda mbele za Mungu akatubu, Mungu akamsamehe. Nabothi ameuawa na Ahabu, na baada ya Ahabu kumuua amechukua kiwanja chake, amechukua shamba yake. Lakini unaona Ahabu anaenda tena mbele za Mungu, ana repent, na Mungu anampokea. Anamwambia nabii, wewe umeona vile Ahabu ameshuka kwangu, sitalete haya mapigo siku zake, nitalete siku za wanae. Wafalme wa kwanza 21 kuanzia 27. First Kings 21:27. Ikawa Ahabu aliposikia maneno hayo, akayararua mavazi yake, akavaa magunia mwilini mwake, akavaa magunia katika mwili wake, akafunga, akajilaza juu ya magunia, akaenda kwa upole. Neno la Bwana likaja kwa Elia Mtishbi kusema. Sasa unaona, akamkaribia Mungu zaidi. Hiyo kitendo amefanya ni kitendo ya kudraw near, ni kitendo cha kukaribia Mungu. Akavaa magunia, akatubu dhambi. Alafu maandiko inasema kwenda kwa upole ni moyo wa kunyenyekea. And went around meekly, a humble heart, moyo wa kushuka. Mungu alipoona hiyo akatumana tena akamwambia, umeona vile Mungu aliona kuhambo, umeona vile Elia amenyenyekea, umeona vile Ahabu amenyenyekea. Akamwambia, hii mabaya sitalete siku zake, nitalete siku za wanae. Kwa hivyo siku zote mikono ya Mungu huwa iko wazi kwa binadamu. Mikono ya Mungu huwa siku zote iko wazi kwa binadamu. Binadamu akimkaribia Mungu, Mungu hawezi akamreject. You can try to come closer to people but they can reject you, but God cannot reject you. Ukimkaribia Mungu, Mungu siku zote ako ready ili aweze kukupokea. Ndio Yakobo imesema mumkaribie Bwana naye Bwana atawakaribia. Mumkaribie Bwana naye Bwana atawakaribia. Kwa hivyo mojawapo ya ni vizuri tujifundishe, tujue ni nini hiyo tunaweza fanya tukamkaribia Mungu zaidi. What can we do to draw close to God? Majira kama haya watu wamekutana na vitu nyingi. Watu wameenda wamekula, watu wameenda wamefanya vitu nyingi. Na saa zingine season kama hiyo imekuwa ya Christmas, huwa saa zingine ina push watu mbali. Haswa wale watu ambaye ni watoto wa kiroho. Mtu ambaye amekomaa hana shida na sikukuu, iwezi kumweka mbali na Mungu. In fact hata mtu amekomaa yeye anaendanga saa zingine kinyume. Watu wakikula sikukuu yeye anaingia kufunga. Yeye anaenda zaidi sababu yeye anajielewa. Lakini kuna watu season kama hiyo huwa inawapush mbali. Mtu alikuwa anasikia Mungu asikii Mungu tena. Mtu alikuwa anapata vision apate vision tena. Maana purpose kubwa ya adui ni kuenda akikupeleka mbali. Hivyo ndio shetani huwa anafanya. Shetani kazi yake ni kukutoa, akutoe katika ushirika. Utakakaa ulikuwa unaomba, maombi imeuliwa. Hautaomba vile ambavyo ulikuwa unaomba. Utakakaa
ulikuwa unajitolea kufanya hivi, anaendanga hiyo fellowship inauangwa polepole, anauanga ndani, akujangi kuuia hapa. Ukiona mtu amefika mahali mpaka amelemewa kwenda kanisa, huyo mtu uko ndani katika private life yake, huyo mtu hata maombi yaombangi, aliuliwa huko ndani. Huko ndani, hiyo inasema aombaye kwa siri ameuliwa huko kwa usiri. Wakaua prayer ndani, wakaenda wakaua kusoma Biblia, wakaua hiyo. Sasa ikishauliwa ndani itaapia publicly, lakini kwanza alianza huko secretly. Ile maombi yako ya usiri vile unaamkanga unaomba, anaua hiyo. Inaenda ingine anaua huko tu. Unauliza mtu wiki umeomba, anakuambia mimi sijaomba. Maombi si ya pastor. Mtu yoyote ameokoka anastahili kuomba. Kufunga si ya pastor. Mtu yoyote ameokoka anastahili kufunga. Kutoa si ya pastor. Anointing si ya pastor. Hizi vitu zote ni vitu za kawaida kwa mtu ambaye anaitwa a normal believer. Sasa anaendanga polepole, anaua, anakutoa kwa fellowship. Maombi inatolewa huko kwa usiri. Ulikuwa unaomba hauombi. Is very dangerous to live a life whereby hauwezi hata ukajitenga kufunga. Ni hatari sana. Ati unaweza kaa maombi wezi sema mwaka mzima hakuna mahali utafunga. Miezi 3 iende 4 hakuna mahali umefunga. Na ujue ni muongo. Unaona hiyo umekataa kufunga, kuna siku utailipia. Kwa ulimwengu wa kingdom ya Mungu inaenda hivyo. Kuna siku utalipia. Hata zile unafanya mchezo, kuna siku utalipa. Huwezi lipa saa hii, lakini kuna siku utailipa. Ile unacheza sasa kama wale walikuwa vijana wa kiserati, kuna siku atailipa. Ataoa, ana nguvu, anaanza kulipa. Sasa hiyo ni kulipa. Utaolewa, mayai ni baridi. Inaitwa mayai yeah, ladies. Si mayai ama nini? Mayai inaitwa nini? Iwezi shika mimba. Zile madawa zote ulikuwa unakunywa, si tukikuona hapa ukiwa msichana upatangi mimba tunadhani umesimama. Zile madawa zote sijui zinaitwa nini hiyo madawa. Hizo zote ulikunywa, utazilipia. Sinaendanga hivyo. It's good to tell the people the truth. Hakuna kitu utafanya ukose kulipia, utailipia. Utaona hapa tukikuombea katika jina la Yesu, pata mimba, baba haupati. Sababu you cannot play clever to the devil. Is more clever than you. Na atakushika mahali ambapo wewe ndio unataka mlango ifunguke, hapo ndiye anakutime. Hawezi kushika saa hii. Saa hii atakuweka akili ututoshanishe. Saa hii utatutoshanisha tuone huyu msichana ashikangi mimba. Kweli huyu msichana huwa asherati. Saa hii atafanya ukora na wewe. Na wewe akwambie kunywa hii, hautapata. Kunywa hii, hautapata. Ile siku utakuwa unataka, sasa ndiye atakugeuka. Shetani ananga rafiki, atakugeuka aende ile pande ingine uone upati. Ukiwa kakijana utadanganywa hapa tu. Ufanye vituko yako, ufanye. Ile siku utapata ndoa, hakuna nguvu. You will not enjoy marriage. Tulikuanga na zile zilikuwa zinapatikananga hapa. Mimi sitataja, zinaitwa nini? Simtaje ndio hao wasikie. Mimi niko live, sio siwezi taja. Yeah. Ilikuwa zinapatikana hapa. Nauza ni ya nani? Wananyamaza. Zimemkula ule alifanya hivyo mpaka jana ndiye amekuja kuniambia ni mimi. Zilikuanga zangu. So unaona hakuna kitu itakosa kukula. It will eat you. Kwa hivyo you are not clever. That is one of the things mimi nimegundua. Utailipa hapo. Na ukilipa sisi hatutakuwa. That's why unahitaji utengeneze maisha. The more mtu anakaribia Mungu hivi, the more huyu mtu anakaa mbali na dhambi. The more mtu anakaa mbali na Mungu,
the more mtu anashikwa na dunia. Ulimwengu wa kiroho unaenda hivyo. The more you draw close to God, the more God draws close to you. The more you come close to God, the more you purify yourself. The more you notice you are not clean. Vile unakaribia Mungu zaidi, ndio mtu huwa anagundua niko mchafu. Isaiah, the book of Isaiah, chapter 6 verse number 1. Isaiah, katika mwaka ule aliokufa mfalme Uzia. 8, chapter 8. Isaiah 8:1. Bwana akaniambia, ujipatie ubao mkubwa, ukaandike juu yake kwa kalamu ya binadamu, kwa mahali Shahel Ashelbazi. Kidogo tu. Hiyo tu ilikuwa 6, sorry. Isaiah chapter 6. Katika mwaka ule alio mstari wa 3. Wakaitana kila mmoja na mwenzake wakisema, mtakatifu, mtakatifu, mtakatifu ni Bwana wa majeshi. Dunia yote imejaa utukufu wake. Na misingi ya vizingiti ikatikisika kwa sababu ya sauti yake aliyelia, nayo nyumba ikajaa moshi. Ndipo niliposema, ole wangu, kwa maana nimepotea, kwa sababu mimi ni mtu mwenye midomo michafu. Sasa unaona alipomkaribia Mungu. Ukiangalia Isaiah 5:20, Isaiah alikuwa na mazoea ya kuambia watu ole wenu. Woe unto you. Ole wao wasemao kwamba uovu ni wema. Lakini yeye mwenyewe alipomkaribia, that is Isaiah 5:20. Lakini alipomkaribia Mungu kwa Isaiah 6 mstari wa 5, ndipo nikasema, ole wangu, ole wangu, kwa maana nimepotea. Kwa sababu unaona, woe to me, I cried, I'm ruined, for I am a man of unclean lips, and I live among a people of unclean lips, and my eyes have seen the King, the Lord Almighty. Kwa maana nimepotea. Na ndio unaona mojawapo ya zile vitu ambazo uchafua watu na watu hawajui ni mdomo. Hapa kwa kuongea inaweza kuchafua sana. Unaweza kuwa wewe hujapatikana kwa usherati, hujaenda kwa mganga, lakini kwa kuongea ukachafuka sana zaidi. Huyu uchafu wake ulikuwa kwa mdomo. Hakuwahi kulala na mtu afanye usherati. Mstari wa 8 ndiye aliambiwa aenda kwa nabii mmoja uzae naye. Lakini hapa Isaiah hata hana mke, but hapa amechafuka. Na ndio yeye mwenyewe alikuwa anajua uchafu wake ni mgani. Akasema, ole wangu mimi. Maandiko inasema malaika akashuka, akachukua kaa la moto, akatakasa midomo yake. Nilikuwa nataka kuonyesha nini? The more you draw close to God, the more you notice you are not clean. The more you purify yourself. The more you purify yourself, the more you come close to God. The more you come close, the more you purify. The more you purify, the more you come close. Inaendanga hivyo. Vile unamkaribia Mungu, ndivyo unajitakasa. Na vile unaoga, ndivyo unamkaribia. Vile unaenda deep, ndio una notice tena uko mchafu, unajitakasa. So the more mtu anakuwa clean, the more huyo mtu anakuwa very close na Mungu. Wale mnaandika, the more mtu anakuwa clean, the more mtu huyo anamkaribia Mungu zaidi. Kwa hivyo unaweza mesha vile mtu huyu amekaribia Mungu kupitia usafi wake. Usafi wa mtu unakuonyesha huyu mtu ako karibu kabisa na Mungu. Na ndio unaona the more tunakaribia Mungu, kuna vitu mwenyewe utaanza kuacha. Ndio Yakobo anasema mkuje kwa Bwana, anasema mtakase mikono yenu enyi wenye dhambi. So the more come near to God and he will come near to you. Wash your hands, you sinners, and purify your hearts, you double-minded. Kwa hivyo kuna hatua ya kuosha mikono na kuna hatua ya kuosha moyo, ya kutakasa moyo. Say a quiet yes to God and he will be there in no time. Quit dabbling in sin. Purify your inner life. Quit playing the field.
Itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi. Unaona, itakaseni mikono yenu enyi wenye dhambi, na kuisafisha mioyo yenu, na kusafisha mioyo yenu enyi wenye nia mbili. enyi wenye nia mbili. Sasa hivyo ndio Mungu anakuita umkaribie, ukaribie Mungu zaidi. Kwa nini leo tuko na wale watu wanakufa sana leo? Ni young people, wale watu ambao wanakufa leo kiroho, hata wengine physically. Kwa nini young people ndio wanakufa sana kiroho? Sababu hatuna young people ambaye wamejipurify, wabebe moto wa Mungu. Mimi nilikuwa naona nyakati zetu tukiwa kijana, kutembea na msichana ilikuwa ni dhambi. Kutembea mnatoka hapa mnaenda hivi, kutembea si kulala, kutembea hivi ilikuwa ni dhambi. Kukuwa na girlfriend nyakati zetu ilikuwa ni dhambi. Huko ndio tulitoa moto hii unaona tuko nayo. Maana lazima kuwe na mahali ambapo utatoa ile moto itakupeleka. Rocket inatokanga chini, hiyo force unaionanga nayo, rocket utoka chini na hiyo force. Ikifika huko juu ndio utaona imewaka, lakini huwa hiyo force inatoka nayo chini. Usipotoka na Mungu kwa ujana wako, usidhani utakuja kumpata ukifika hizi miaka za kukomaa. Uwezi mpata. Hizo miaka tutakuwa tunakusukuma. Hata wale watu hapa wako so much crazy kwa mambo ya Mungu, ukiangalia ni wale wametoka huko. Foundation imeanzia huko chini. Ukiwauliza watakwambia, kwa ujana wangu mimi sikuwa nacheza, kwa ujana wangu mimi sikuwa nafanya. That's why unaona ninakuwa very happy nikiona young people wanafanya wedding. Wamepigana, wakapigana, wakafanya harusi safi. Kama sasa hiyo ya Shadi. Nikijua pale Shadi ametoka, it makes me a happy father. That's why nimeanza na kusema you cannot be, huwezi kuwa mjanja kwa shetani. Mtu ni mzee kuliko shosho miaka yote ameishi. You cannot be clever than him. Huwezi. Atakuseduce, akupeleke na anajua time ya kulipa. Anajua time atakuja kuambia now pay back, now begin to pay. Tuuliza wale watu wamekomaa, watakwambia kama kuna kitu kama mchezo hivi walifanya, watakwambia wameilipa. Hata kule ulirebel kwa mtu umeilipa. Kule ulikuwa na pasa anasema ombeni, wao unafanya mchezo tu, unafanya pasa kanyaga madhabahu unakimbia. Today you have paid it. Unaona vile inaenda, hakunanga mchezo, you will pay. Haya, kule huku submit kwa mhubiri. Unaona kile Mungu hufanya. Tunaweza kaa hivi usisubmit. Ile siku unafungua kanisa, hata hakuna mtu atakutafuta usubmit, una submitingi mwenyewe. So you will pay. As a young man know that you will pay. Na payment huwa ni very painful. Very painful. Leo kuna watu vitu zingine wanapitia hata they are not, si ati ni madhabahu, si ati ni nini, they are paying. Analipa maisha ingine aliishi. Ingine unalipa aje daktari. Mama, vipimo zangu zinasema usikunywe pombe, ukikunywa anytime unaweza kufa. Analipa. Na unanyimwa mpaka chai huku kwetu. Na unajua sisi huku tumepewa chai. Unanyimwa mpaka chai. You are paying. Si mchezo hivyo mnaichukua. Sasa wale mko young people, take time to draw close to God. Take time. Na usiseme, unajua, unaona sasa ukidanganya your mother alikuwa kijana, anajua hiyo maisha. Sasa mimi ukinidanganya, kwani mimi nimeishi nikiwa? Si nimetoka huko tu. We know that life. Tunaijua hiyo maisha. Ama huko haikuwa kijana? Si hata huko kijana ulikuwa ni kama mama yako amesubaa. Lakini anakuambia neno moja, na hiyo neno moja unaona ni kweli. Ezekieli 23 kuanzia 48. Hivyo nitaukomesha uasherati katika nchi hii, ili wanawake wote wafundishwe, nao watawalipa ninyi malipo ya uasherati wenu. Unaona? Hebu rudia tena. Ezekieli 23 48 49. Ezekiel 3 48 to 49. 48 to 49.
hivyo nitaukomesha uasherati katika nchi hii. So I will put an end to lordlessness in the land, that all women may take warning and not imitate you. Not imitate you. Sababu ukifaulu na ukora watu watakuimitate. Watasema si hata fulani alikuwa mkora na amefaulu. Hakuna mtu mkora ana maisha. Mnajua hivi? Hakuna mtu mkora ana maisha. Alafu inasema verse 49, you will suffer the penalty for your lordness and bear the consequences of your sins of idolatry. Then you will know that I am the sovereign Lord. So unaona iendi free. Sasa kuna mtu sasa yuko kwa marriage analipia. Hakuna nguvu ya kiume. Lakini wakati alikuwa anasema zuia hiyo nguvu usitupe, ndio alikuwa anaifanyisha kazi. So saa hii anaitafuta, na huku ndio inahitajika kwa marriage. So unahitajika daily na unahitajika uende nao mpaka ukufe. Till death do you part. Na una ka generator ni kama hii yetu. Kawezi beba hizi vyombo. Utakopa ya nani na uwezi kopeshwa. Uwezi kopeshwa. So unaona sasa, you will pay. And you will pay very dearly. Na hiyo ndio nataka mfunguke macho. Ujue everything you do, you are not doing it to any person. You are not doing to apostle. It's you. Ni kama vile nafundishanga watu hapa nawaambia kukula tithe will affect apostle. Ni wewe. Wewe ndio unajiaffect, si apostle. Kama apostle alikuwa amepanga nataka kununua hii screen. Imagine kama alikuwa amepanga mwaka huu nataka kununua lori, itanunuliwa. Kwa hivyo ule anajiblock ni wewe, si wewe unablock. Hivyo ndio mambo ya Mungu kwa. That's why you need to draw close to him. Sababu unapomkaribia Mungu ndio utaanza kufunguka macho zaidi. Wakati ambapo mtu ako mbali na Mungu, hakuna maunyama hawezi akafanya. Ndio James imesema draw close to God. Tunasema hivi, come to God with a sincere heart. Wala mnaandika, come to God with a sincere heart. Come to God with a sincere heart. Kuja kwa Mungu na moyo wa ukweli. Moyo wa ukweli. Kuja kwa Mungu na moyo wa ukweli. Moyo wa ukweli. Lazima ujue kukuja kwa Mungu na moyo wa ukweli. Ndiye anasema you double minded. You double minded. A true heart. Watu wengi wanakuja kwa Mungu lakini kwa nia mbili. Bado yuko huko, ingine yuko nje. Kumkaribia Mungu mpaka umkaribia kwa moyo moja. Kwa moyo moja. Zaburi 73:28. Nami kumkaribia Mungu ni kwema kwangu. Unaona, nami kumkaribia Mungu. Psalms 73:28. 73:28. Nami kumkaribia Mungu ni kwema kwangu. Ni kwema kwangu. Nimefanya kimbilio kwa Mungu Bwana wangu. But as for me, it is good to be near God. I have made the sovereign Lord my refuge. I will tell of all your deeds. Sasa sahi tengeneza foundation. Tengeneza msingi. Mko na maisha ngumu sana. Sababu kule ambako mmetoka kwingine hamkupata foundation. Kaeni tu huko. Songeni hivi kidogo tu. Kwingine kule mlitoka hamkupata foundation. Foundation hakuna. Nilikuwa naangalia ule mke wa Patrick, huyu security. Yeye peke yake huyo msichana ndiye amechomoka kwao, amefanya harusi. Niliona ule dada yake akipita hapa kwa mafuta, sijui tumbo imefura. Kauliza Patrick, na huyu ni nini? Kaniambia sijui aliolewa na kimtu tu. Unaona? Huyo mke wa Patrick nikimwombea hapa mara ya kwanza, kuna mtu amewekwa kupotea. Leo nimeingia kwa prayer kuomba, nikarudiwa tena na ile maandiko, many are called but few are chosen. Hiyo neno mwaka huu wote usisahau. Many are called but few are chosen. Nilipokuwa namuombea mara ya kwanza, kiasi tu, nilipokuwa namuombea mara ya kwanza, ukiangalia hiyo clip ya kwanza ya Liz, aliniambia yeye anataka kuolewa na harusi.
Nikamwambia na wewe lazima usimame. Na hatuko najua kama ataolewa hapa. Alikuwa anakujanga tu kesha peke yake. Saa zingine walikuwa naenda huku. Alikuwa ananiambia siku moja wakiimba alisikia sijui akinuka pombe. So nikaangalia na wako sijui ni masisa watatu ama ni wangapi. Kale kengine niliona kamejifunga bead kwa kiuno. Nikakaambia hapo kwa youth mara ya mwisho, hiyo kitu unajifunga usijifunge, sikukaona tena. Many are called but few are chosen. Mtu wa kupotea hata umweke ndani ya Jerusalem, hata ukambatizie Jordan, atapotea tu, because many are called but few are chosen. Wewe mtu umeokoka, hiyo bid ni ya nini huku? Where you are born again. Kwa nini ukae kama watu wa mataifa? Do you know the meaning of it? Wale wanaweka. Niliombea hapa zamani msichana Muganda. Sijui alikuanga na mashida gani, mweupe. Hiyo bidi ikatoka hiyo. Sijui alikuwa anafanyangwa nini. Usiige dunia. Dunia ndio inafaa kutuiga. Sisi tuige. Ile siku unaona tumeiga dunia, tumetoka kwa Mungu. The more you come close to God, the more you will depart from the world. Vile unakaribia Mungu ndio unasikia utaki dunia, utaki vitu vya dunia, utaki tabia zao. Vile unakaribia Mungu. Ukitaka kujua umeanza kutolewa kwa Mungu, ishara ya kwanza huwa ni kupenda dunia. Inasema kwani hamjui ya kuwa upendo wa dunia ni uadui na Mungu? Wale mnaandika, ni sign number 1. Ukisikia unapenda vitu vya dunia, nyimbo za bongo, sijui nyimbo za nini, ukisikia fashion ya dunia inakuita, ujue umeanza kutoka kwa Mungu. Na ndio unaona mtu akikaribia Mungu sana unaweza muona ni kama fala. Sababu the more anakaribia Mungu, kuna ile inaitwa personal walk. Utasikia roho Bwana anakukanya hii, roho anakukanya hii, roho anakukanya hii, roho anakukanya hii. Utasikia vile unakaribia Mungu roho anakataa. Unaenda unasikia roho amekataa hiyo. Unaenda unasikia roho amekataa hiyo. Unaenda unasikia spirit imekataa. Waraka wa Yakobo 4 mstari wa 4. Enyi wazinzi, amjui ya kwamba kuwa rafiki wa dunia. Unaona, amjui ya kuwa rafiki wa dunia ni kuwa adui wa Mungu. Ni kuwa adui wa Mungu. Basi kila atakaye kuwa rafiki wa dunia ujifanya kuwa adui wa Mungu. Don't you know that friendship with the world is hatred towards God? Anyone who chooses to be a friend of the world automatically becomes an enemy of God. Automatically, hakuna kitu kingine. Mara moja anafanyika adui wa Mungu. Anybody that becomes a friend of the world becomes automatically an enemy of God. Na ndio Yesu akasema katika dunia hii mtakuwa na dhiki nyingi. Sababu hii dunia si yetu. That's why hii dunia iwezi kutushangilia sisi ambaye tuko na Kristo. Iwezi. Na iwezi kutupenda, hairuhusiwi itupende, sababu ikitupenda tuwe comfortable nayo itatuwini. Ndio sababu dunia iwezi tupenda, iwezi tukubali. Urafiki na dunia ni uadui na Mungu. Urafiki. Kwa hivyo dunia wako na vitu vyao, wako na nguo zao kama zile za wale, sijui mlitupanga wapi, zile za wale wasichana. Unasikia wanasema zinatengenezwa kuzimu, wanapewa. Zinatengenezwa wanapewa. Zinatengenezwa wanapewa. Kuzimu. Hata wangu nilimnyang'anya, ilikuwa ni nyingi karibu kibunda hivi. Niambie hizi hautavaa. Mimi sina jinsi imekatwa hivi. Sababu mimi ni kuhani. Sasa nani atakuwa anaona nikitembea naona nyama yangu huko? Kuhani. Hivyo ndio unajua huyu mtu ameanza kukaribia Mungu. Wewe mwenyewe tu itakwambia hii don't, this don't, this don't. Lakini ukiona, lakini niliwaambia unajua shida yenu hata wale mko hapa ministers ni nini? You are not spirit filled. So hiyo pia ni mojawapo ya challenge kubwa. Sababu mtu akiokoka kitu cha kwanza inakuanga ni kujawa na Roho Mtakatifu. Hiyo unasikia tukiongea in tongues, rakabaka shaka. Hiyo that is the work of the Holy Spirit.
Hiyo unaona tunasema in the name of Jesus be healed. That is the work of the Spirit of God. Hiyo unaona na kuinterpretia maandiko, it is the work of the Holy Spirit. Wakati mtu ameokoka na hajajawa na roho wa Mungu, huwa ako kwa mwili. Hata akijaribu aje, huwa ako kwa mwili. Mtu ambaye already amejawa na roho wa Mungu, huyo roho ndani ni askari. Roho ndani ni askari. Hii hapana. Hapa omba hivi. Roho mwenyewe ni askari. Sasa wale mnaokoka tafuteni kujazwa. Na msikubali, ukiokoka usikubali kukaribia madhabahu kama hujajazwa. Sababu utafanya mistake, sababu hauna mtu anakuongelesha, utapigiwa hapo. Ndio niliwaelezea kuhusu ule mama alikuwa ananioseanga ofisi. Baadaye alikuja kufa kifo mbaya sana. Alikufa sio akiwa kwa wheelchair. Sababu kama sasa huna roho, utapokeaje ujumbe? How will you receive the message? So that you can receive the message, it needs the Spirit of God. Kwa hivyo utakuwa tukihubiri wewe huko. Unaona sasa tofauti ya kuhubiria. Ukihubiria mtu ako kwa roho, atasikia roho anaongea na mimi. Ukihubiria mtu ana roho, atasikia attack. Kwa hivyo message ikikuja kwake ako na hasira. Message ikikuja kwake ana rebel ndani. Ndani ana attack. Sababu hana spirit. Lakini mtu ako na spirit. Na imagine hiyo ameongea ndio nilikuwa naomba. Mtu ambaye ako na roho sahihi nikiongea anasikia kabisa kumbe hii nilikuwa nafanya ni mbaya. Ndio inaniweka mbali na kumbe hii ni mbaya. Lakini mtu ana spirit ako hivi. Ndio sababu unaona wale watu wataka gospel ni wale hawana spirit. Anything tunafanya kwao ni attack. Prophet Owora ameenda amehubiri. Hakuna mtu ameita hapo. Wenyewe ndio ameenda akawaponya. Sasa makosa iko wapi? Si mwingine aende akusanya afanye hivyo. Kuna makosa, mimi siona makosa. Kuna makosa amefanya. Kama yeye anasikia huduma yake akifanya, aite daktari hapo a clear doubt kwa watu. Labda yeye alisikia wacha niweke madaktari to clear doubt, maana watu wanaishi kusema is a lie. Si kweli? So ministry yake. Yohana Mtakatifu 14:26. Sasa mnaelewa? Sasa wale mko umeokoka, ujajawa na roho wa Mungu, tafuta kujawa na roho wa Mungu. Ukijawa na roho wa Mungu utaelewa message. Usipopata the Spirit of God, ujawe na roho ndani yako, huwezi elewa message. Siku zote utaishi kwa mwili. Kwa mwili. Ndio siku za harusi nilikuja hapa nikasema hiyo wimbo itolewe. Mtu ako na roho ujua. Kwa hivyo wale walituwekea wakakuwa na Holy Spirit wakasema this is good but ni ya mataifa. That is the work of the Spirit of God. Utakuwa na kiasi. Roho wa Mungu ni wa kiasi. Na roho wa Mungu akiwa ndani ana matunda yake kama subira, upendo, ana fruits zake. Sasa when you don't have the Spirit of God, it means you have the spirit of the world. So the spirit of the world automatically ataanza kuzaa matunda yake ndani. Ndio unaona kuna watu wanafanya vitu mpaka wanashindwa Jesus. Sababu roho wa dunia ameanza kuzaa matunda ndani. Kila roho iko ndani ya mtu ina matunda. Kila roho. Wagalatia 5:19. Wagalatia 5:19. Basi matendo ya mwili ni dhahiri. Matendo ya mwili ni dhahiri. Ndiyo haya. Na ni haya. Uasherati, usherati, uchafu, ufisadi, ibada ya sanamu, uchawi, uadui, ugomvi, wivu, hasira, fitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulafi, na mambo yanayofanana na haya. Sasa hizo vitu zote anakuambia these are the fruits of the body. Matunda ya mwili ndiyo haya. It is the power of the Spirit in you that enables you to forgive a person that has wronged you. Unamwambia my brother nimekusamehe. Hata kama atashindanga kwa ofisi moja, I have forgiven you and I feel nothing about you. But without the power of the Spirit of God, you cannot forgive. 22. Lakini tunda la roho ni upendo. Kwa nini tutafute roho? Sababu roho ana matunda. Sikia matunda ya roho. Ya kwanza upendo.
furaha, amani, uvumilivu, kuvumilia, utu wema. Na ndio unaona hata kwa Mungu tunavumilianga. Unasikia mtu amevumilia kungojea Mungu, amemngojea miaka 10. Miaka 10, mwingine amemngojea miaka 20. Anakuvumilia. Ndoa ukikosa hii matunda ya uvumilivu hutaweza kuvumilia one another. Mtu atakuwa akifanya makosa moja, unamwambia aenda kwenye. Utaoa wanawake mpaka uchanganikiwe. The fruits of the spirit. Utu wema, furaha. Kuna watu hawana utu ndani. Furaha, fadhili, uaminifu, upole, kiasi. Juu ya mambo kama hayo hakuna sheria. Faithfulness is one of the spirits, is one of the fruit of the spirit. Vile unaona fruit ni kama hii. This is a fruit. Hii ni tunda imezaliwa na huu mti. Kwa hivyo hata niking'oa hii matunda nyekundu, bado hii mti itazaa matunda mekundu. Sababu iko wired ndani, imeumbwa kuzaa this kind of fruit. Naye Roho akikwisha kuingia ndani yako, anakuanga na matunda yake. The Spirit of God akiingia ndani ya mtu, anaanzanga polepole kuzaa fruit. Vile ukilisha kuku itaanza kukutagia mayai, ilete vifaranga. Ukilisha ng'ombe itazaa kandama. Holy Spirit akiingia anaanzanga kuzaa. Anazaa upendo. Unakuwa unapenda watu tu. Unaweza fanyia mtu nazii wenyu kitu kikubwa cha upendo. Anaenda anazaa faithfulness. Unakuwa kuna vitu huwezi fanya. Amekuweka faithful. Ndio mlisikia Sunday nikisema hii watu, unaona kuna watu hapa tangu wanijoin wajakula fungu. Na nikiuliza record yao ile kanisa walitoka, vile vile wajaikula fungu. Is a fruit of the Spirit of God. Hata ukitaka kuchukua unasikia guilty. Is a fruit of the Spirit. Ukiwa kwa mwili tutaishi tukikushtuanga tu. Kuna watu hapa hata leo nikaban kuhubiri hapa mambo ya fungu, hawatawaikula. Na kuna watu mpaka nihubiri ndio washtuke wakuwe faithful. Sababu faithfulness is not in them. Kwa sababu wako kwa mwili. Mwili, unaweza jua mtu yuko kwa mwili. Mupe nafasi hapo, utaona hii ni mwili inaongea. Na unaweza jua mtu wa rohoni. Yohana Mtakatifu 3:6. Roho wa Mungu akikwisha kuja ndani yetu, wale mnaandika, ndio huwa anatusaidia kukaribia Mungu zaidi. Roho wa Mungu ni sehemu ya Mungu. Ni Mungu, ni part ya Mungu, imetolewa kwa Mungu iwekwe ndani yetu so that we can draw close to God. Na ndio maandiko inasema atakapokuja ataongea habari yake. Roho wa Mungu ni sehemu ya Mungu. Akikuja ndani yetu atatusaidia kukaribia Mungu zaidi. The Spirit of God is God. Ni sehemu ya Mungu, imewekwa ndani yetu ili atusaidie tukaribie Mungu zaidi. Warumi 5:5 inasema sisi hatuna uwezo wa kupenda. Inasema Roho wa Bwana utusaidia ndani yetu tuweze kupenda Mungu. Yani you love God like crazy. Angalia now, I want you to watch these two scenario. Mitume wakati wajajazwa kuacha kutega samaki wafuate Yesu ni ngumu. Mitume wakati wamejawa na Roho Mtakatifu, mtu anauza nyumba yake, hataki kujua ataishi wapi, anapeleka kwa miguu ya mitume. Paka Petero anaambia Yesu, nimeacha kila kitu. You can see the difference. When the Spirit of God comes upon you, ataondoa selfish ndani yako. Hiyo wewe ndiye unajipenda tu. Wewe ndiye atatoa hiyo ndani. Utapenda Mungu mpaka itabidi si wenyewe ndio tukwambie, tafadhali my brother kuwa na kiasi. Hapa umejitolea Mungu sana. Tafadhali enda ufanye mambo yako mawili. The Spirit of God. Warumi 5:5. Utapenda Mungu uwe ni kama crazy. Utakuwa ni kama crazy ndani yako. Na tumaini alitayarishi, kwa maana pendo la Mungu limekwisha kumiminwa katika mioyo yetu na Roho Mtakatifu tuliopewa sisi. Nilikuwa nikipeleka dhabihu nikauliza Mungu, why me? Unaona sasa, a man of the Spirit, utafanya vitu mpaka hata wewe mwenyewe utaona ni kama umeshikiwa akili. Spirit atakusaidia kupenda Mungu kabisa, utashindwa kujizuia. Utashindwa kujizuia. Utashindwa.
Na ndio unaona injili ikipata watu ambao ni wapenda Mungu, injili hii haingekuwa inatukanwa kama ingepata watu wapenda Mungu. Tungekuwa tunasimama tunasema, wapenda, tunataka kuleta hii whiteboard hapa. Ingekuwa watu wanapenda Mungu wanakuja wakilia, wanasema mimi niko, mimi niko, mimi niko. Ni sababu imepata watu ambao si wako mbali na Mungu. Wako mbali. Sasa kama hii tumefika watu 6 ama bado ni 5? 6. Kuna ule kijana kale kaleta yake 11. Gospel ikipata watu wanapenda Mungu, hakuna mahali kwa mitume hata kulikuwa kunahubiriwa giving. Ni watu walikuwa wamependa Mungu. They were pouring their heart to God. Kama ukipenda mtu unaweza fanya anything kwa sababu ya huyo mtu na Mungu. Na ujue hii ya Mungu iko activated na spirit. So it is very strong. Solomon alipopenda Mungu alienda akafanya vitu vikashangaza watu. So injili inakuwa na shida sababu watu hawajapenda Mungu. They are not spirit filled. They are not lovers of God. Hakuna matunda ya roho ndani. Mtu amekaa kwa wokovu miaka 20, hajafikisha hata matunda ya roho hata ifike 5. Na amekaa miaka 20. Hakuna matunda ya roho ndani yao. Mpaka afuatwe. Kwa nini ya uko mwaminifu? Mpaka afuatwe. Na hiyo ni tunda likizalika ndani. Sasa hii mti ita struggle aje kuzaa matunda ambayo ni nyekundu? How can this tree struggle? Iwezi struggle. It is something that is happening automatically. Ikifika season ya kuzaa matunda inakuja nyekundu. Si hiyo inasema nipakeni red. Then kwa nini wewe una struggle kutenda yaliyo mema? Sababu uko nje ya roho wa Kristo. Ungekuwa ndani ya roho wa Kristo haungeng'ang'ana kutenda yaliyo mema. Ni kitu kiko ndani yako automatically iko ndani. Mambo ya Mungu ikitajwa iko ndani yako. Iko ndani hiyo. Hata uhitaji mtu akusukume, hata uhitaji mtu akwambie unahitaji kuwa mwaminifu, usipokuwa hii inafanyikanga. You don't need that. Hata wewe uhitaji kuwa msherati, inakujia wapi sasa hiyo? Na ni matunda iko automatic ndani. Nyoka hawezi zaa simba, anazaa nyoka. Paka anazaa paka automatically. Umbwa anazaa umbwa. Ndege anazaa ndege. Roho wa Bwana akiwa ndani yako, kwa nini unazaa opposite? If at all it is the spirit of God inside, how do you give birth to an opposite fruit? Matunda yote ambao kama roho wa Bwana yuko ndani, matunda yote ambao unayazaa ni matunda ambaye ni ya kumuinua Mungu. Ni matunda ambaye inakuleta karibu na Mungu zaidi. Sababu hiyo matunda yote tunatajiwa inamlete mwanadamu karibu na Mungu. Kama ni ya mwili inampeleka mwanadamu mbali na Mungu. Kumkaribia Mungu. Tuwezi mkaribia kama roho yuko ndani. It is the Spirit of God that draws us close to the Father. Roho wa Mungu ndio tupeleka karibu na Mungu. Anasema hatujui kuomba, katika unyonge anatubeba huyu roho. Kwa hivyo ni vitu vidogo lakini ni vya kuangalia. Hiyo ndio msingi wa wokovu. Msingi. Kuna ile kuokoka. Mtu ameokoka adanganyi, aibi. Mtu ameokoka si mgomvi. Mtu ameokoka si msengenyaji. Mtu ameokoka haongozwi na mwili. Mtu ameokoka haahidi uongo. Ndio yako iwe ndio na hapana yako iwe hapana. Kuna ile character, hata watu wakikuangalia wanaona huyu mtu, hata we mwenyewe bila kuchungwa. Mtu ameokoka si wa kuchungwa. Nyinyi ndio mmeharibu wokovu. Mtu ameokoka hata ungewacha simu hapo aseme excuse me mami, ni kama umeacha simu yako ni yako, hawezi kuchukua. Nilipofungua huduma nilitumiwa, niko Dandora sasa hiyo na struggle, nikatumiwa, hiyo ni 2010, nikatumiwa 5,000 na mzee moja saa kama 4:30 usiku. Nikampigia simu nikamwambia kuna pesa hapo umetuma ikaenda wrong. Akaniambia ai. Akaniambia hata nilikuwa najua zimepotea tu. Nikamwambia hapana, mimi ni mtumishi wa Mungu, siwezi kula pesa yako, acha nikurudishie. Akaniambia nirudishie kata 500, unirudishie hiyo ingine. Watu ndio wamefanya wokovu ikae mbaya. Hii wokovu ni mzuri. Watu ndio wameifanya
Yaani mtu leo ameokoka uwezi muamini, hata ukimpa hivi 1500 atakukopa. Ukimpa 1500 ana dhamira ya kurudisha, aseme mimi nimeokoka, nilikopa. Si kukupatia kwa hiari. Sababu ukikuja leo niambia apostle nikopesha 1500, ni ya kurudisha ama ni ya kujitolea? Ni ya kurudisha. Sasa mtu ameokoka leo hana hiyo. Mathayo 5:37, bali maneno yenu yawe ndio ndio. Maneno yenu yawe ndio ndio, sio sio. Sio sio. Kwa kuwa yazidi hayo, ikizidi hayo yatoka kwa yule muovu. Inatoka kwa yule muovu. Leo hakuna watu wameokoka. Wale watu tuko nao ni wakora. Wakora kabisa. Watu wakora, hawana uaminifu. They are not born again. Ndio unaona kanisa imeingia shida. Hata huyo pasa anaongoza kanisa muulize, mkora. Kwa hivyo hata madhabahu haitakuwa, sababu ni mtu mkora. Agenda si Mungu, ni yeye, ni mwili. Ndio unaona ziko na shida. Ukiwa mwaminifu kwa Mungu, Mungu mwenyewe anatengeneza njia. Kila mimi nakuombea sana kama minister ni uwe mtu umeokoka. Wachana hii nyingine, uwe mtu umeokoka, mtu ambaye si wa siasa, mtu ameokoka. Unaonanga hapa watu wakipledge kwambia mimi sitakuandika jina yako na sitakufuata. Wewe ukitaka kuwa mwaminifu, ukitaka usikue. Sababu hakuna mtu ameokoka anaweza ahidi kitu na aende hivi awe mkora. Huyo si mtu ameokoka. Mtu ameokoka hata akiahidi atatimiza neno lake. Nilikuwa nimesema hii mwezi lakini nilishikana, sikuweza kupata, lakini nimepata mwezi wa 3. Ndio hii ile ilikuwa ya January. Utajua huyu matendo yake inakuonyesha this man, this woman is born again. Mumejiua kwa Mungu sababu hamko waaminifu. Na kwa nini hatuko waaminifu? Hakuna roho ndani. Huyo roho angekuongelesha my friend, angekwambia hii wacha. Huyo roho angeongea na wewe kitambo sana, akwambie hii njia unafuata wacha. Sababu huyo roho ndiye askari. Huyo roho ndio tusaidia tuwe na kiasi, tusitoke nje ya covering ya Mungu. Ndio ukienda kutoka, roho anakuambia hapa umeenda rudi. Ukienda kufanya hivi anakuambia no, don't. Kwa hivyo huwezi karibia Mungu bila roho wake. Itakuwa ni ngumu sana. Anakupatia roho wake ili roho wake akuongoze. Zamani yeye ndiye alikuwa anaongoza Israeli kwa wingu. Sasa leo atuongozi kwa wingu, anatuongoza through his Holy Spirit. Na ndio Yesu alisema roho atakapokuja ataongea kwa niaba yake, atachukua kwa Baba awapatie nyinyi. Atachukua. Yohana Mtakatifu 16:13, lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli. Lakini yeye atakapokuja huyo roho wa kweli, atawaongoza awatie kwenye kweli yote. Atawaongoza katika kweli yote. Unaona, yeye si muongo, apendi giza. Atawaongoza katika kweli yote. Kwa maana hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Kwa sababu hata nena kwa shauri lake mwenyewe. Lakini yote atakayoyasikia hata yanena. Lakini yote atakayosikia atanena. Na mambo yajayo atawapasha habari yake. Na mambo yanayokuja atawapasha habari yake. Anaitwa the Spirit of the Truth. Anamuita John the Spirit of the Truth. Akiingia ndani au ana uongo, anaongea ukweli. Ndio unaona mtu uconfess sababu ameshikwa na the Spirit of the Truth. Ana uongo hata kamoja ndani. Hata kamoja hivi. Roho wa Mungu ana kauongo hata kamoja ndani. Amejaa ukweli. Ndiye amesema akikuja roho wa kweli atawaongoza katika kweli yote. Ana uongo hata mmoja. Roho wa Mungu. Ni ngumu kukaribia Mungu pasipo roho wake. Utakuwa unaenda unablokiwa. Unaenda unafanya kitu kinakublock. Unaenda unafanya kinakublock. Ile leo imekosekana kwa kanisa si maombi. Watu wanaomba tu. Na maombi inaomba mpaka na wakora. Ndoa kukunywa hapo ameingia anaomba. Lakini kile kimekosekana kwa kanisa ni watu ambaye ni wokovu. Wako na wokovu ndani. Wako na wokovu ndani. Watu ambaye ndani wako na wokovu. Leo watu hawaogopi hata anasimama hapa kwa madhabahu wadanganya.
Hata mnaweza angaliana hivi ukiwa kuhani ya kudanganya. Hawana fear. They don't have any fear ndani. Patieni Pastor Hezbon kitu moja. Hawana fear ndani. Hawana fear ndani yao. Futa ile moja ile iongezwe ile Fatuma. Ama Samuel aongeze hiyo. They don't have fear inside. Na sababu hawana hofu ndani, ndio sababu unaona shida imejaa. How can you stand in the altar and lie? How can you look at your spiritual father hivi udanganye? How? Utachezeaje kuhani wako? Nitakuja jioni. Hiyo jioni utakuja na utamwambia ile nilikuwa nimekuambia mzee nimebadilisha. How? Na hizo vitu hawa mababa wa imani huwa wanarekodi. Siku moja my spiritual father aliniambia, huyu ananichezea huyu, atanipigia simu niambia anakuja hakuji. Na hata piga tena akanso. Akaniambia ukivuka mwaka hivyo, aidha upumzika siku moja ukuje to spend na wewe huko, nataka kukuona. Hata sikukimbia kuambia mke wangu, lakini nilikaa na hiyo neno nikasema lazima nikuwe mwaminifu. Hiyo neno nimeambiwa. Sitajifanya nimejisaulisha. Hizo ndio vitu zinaua watu. Kile kinaua watu wamekosa wokovu. Si kitu kingine, wokovu. Hakuna wokovu. Na wokovu ndio kuaminika. Mtu anakuamini sababu ya kitu kinaitwa salvation. Nilikuwa na pasa wangu huko kwa gorofa. Alikuwa nimemtoa Kitale. Nimemchukulia, nimemwekea kitanda kwa nyumba, nimemwekea stove. Miaka hiyo nimempatia nguo suti kama 7. Nimetuma Reverend Evans, nimeanza kumuinua yeye awe hapo. Na ubiri akahubiri. Kumbe ameshafanya kaukora ati aende afungue kanisa. Mimi hata sina shida na hiyo. Sasa mimi shida inakujia wapi? Kwani hizi kanisa zimeshinda wanaume wangapi? How many? Asubuhi moja akaamka akanidanganya ati anaenda Kitale kukata miwa. Mimi unajua nimefanya prophecy sana. Hata ukiona nasimama hapa sikwambii kama naona. Mimi nimeona sana. Nikamshika mkono hivi nikamwambia utakuja kunihitaji. Na sijui. Akaenda kukata miwa. Kumbe hakukata miwa, wakateremka hapa maneno. Mnajua maneno? Hii haiwe ukienda na Dandora hapa. Wakafungua hapo. Mimi nikipita Morning Glory na waona hapo wanahubiri. Hata wawezi nisalimia na hiyo anajikaza amevaa suti zangu tu. Haki watu wameokoka ni wakora. Akaenda akafunga. Nikajua iwezi enda. Hata hakuna mtu atailaani, lakini the foundation ya ukora, it cannot go. Ya ukora msingi ni wa uongo, kwa hivyo haitaenda. Naona vile mnajiua, unaandikwa na mtu unamuibia, unafungua biashara yako, haitaenda. Hata wewe utafanywa hivyo tu, sababu umelea mbegu za uongo. Ukora. Ndio unaona watu wana prefer kuandika mtu hajaokoka. Wana prefer kudeal na unborn again. Do you know today dealing with watu wa dini is better 100 times than better 100 times. Watu wa dini wana maadili very strong. Very strong watu wa dini. Wako na character. Na character ndio Mungu. Nyinyi mko na spirituality lakini hamna character. So even the spirituality cannot take you far. Ni kama zile tu wa Msambwe. Hazina character. Zinaweza anza kuzunguka za yote lika manika mpaka jioni. But ukienda kama dini kama Catholic AIC character. Msichana wa AIC ataolewa kama ajui mwanaume. Msichana wa Msambwe hizi zetu. Hizi zetu ni wa Msambwe tu. Anaolewa lakini ameonjwa mara 19. Sisi tulikuwa na mmoja hapo wa AIC.
Hata security wangu mmoja mkora akamfuata, hakuwahi kubali kulala naye. Alikuwa anamlania hapo, akaniambia huyo msichana alinitumia, nilikuwa namnunulia KFC, nikamwambia tumiwa. Hakuwahi kugusa huyo msichana. Mwisho huyo msichana amekuja kuolewa na harusi. Na wangu mmoja ambaye anaita huyo auntie, nimemlea hapo, nimemhubiria mambo ya kiroho mpaka wale walichukuliwa tu giza. Wale wako na character, nyinyi mko na kiroho, lakini hamwezi washinda katika maisha, sababu kile dunia inatafuta na Mungu ni tabia. God is not looking for spirituality. What for? There were men in the Bible that were not spiritual. Was Lazarus spiritual? Makombo inaanguka hapo anaokota, was he spiritual? Never. Hata hakuna maono Lazarus aliona, hata hakuna ndoto alisikia, hata hakuna tongues aliomba. He was never spiritual. Kwa hivyo nyinyi mko na spiritual, wala wako na kitu kinaitwa character, tabia. That's why unaona sasa kuko na shida kwa watu wa kiroho. Anaandikwa kazi hii anapoteza. Ingine si demon, ni tabia tu. Umeandikwa hapo, umepeleka attitude zako mbaya kwa kazi ya mtu, anakuvuta. Anaandika mwingine wa dini. Unaona, yes sir, yes, akitumwa analete, atatumwa aende alete change. Ndio hii mkubwa. Wewe wa kiroho utatumwa umfunge na maombi baba Bwana namzungusha Bwana na wewe wa kiroho utamgonga. Kuna watu wakora kama nyinyi, utamgonga wewe wa kiroho. Hiyo speaker wamesema ni 10,000 na wao unajua si 10. Wewe ni broker, umebroke. Wao unajua ni 7,000, lakini mwambie amesema ni 10. Alafu utarudi hivi useme unajua ni biashara. Si tulienda siku moja na mayanko zamani nikiwa na premium, ameniambia nisaidie hapa kunichukulia vitu niwekee hapa. Nikamuuliza kwa nini unanunua huku na ndani sana? Akaniambia unajua huku nanunua, lakini unajua hata hajaokoka. Akaniambia huku nanunua sababu ninagonganga huyu kidogo. Sasa kama hii simiti nimemuongezea 400. Kama hii akakula hapo karibu 20 na hawezi kuonyesha zinaenda wapi. Atajenga hata kanyumba. Sababu ya uongo itaenda hivyo. But if you receive genuine, haitaenda, itakusaidia. Like now for example, sitakuwa na kesho. I will not have tomorrow. Character. Watu wameokoka hawana. Hatuna sahi wasichana ambao unajua wanaweza lete Mungu hapa. Wasichana ambao wanaweza simama. Nilikuwa nafikiria hivi. Hebu fikiria paka kuja pepo hapa na nianze kufanyisha watu mtihani. Kama umesimama miaka 7 unaweza ingoa. Kama hujasimama uwezi ingoa. Unadhani wangapi hapa mnaweza ngoa? Wengine hata umeokoka tu siku 2. Hiyo wokovu nao kusimama yako is 2 days. Last year ile uchafu yote umefanya iko kwa anga yako. Ndio sababu unaona hatuna wasichana wanafikia Mungu.
We don't have genuine girls. Wasichana wadogo wale tunaweza pata wasichana wadogo single wanasimamia Mungu, wachache sana, very few. Naye wale wachache Mungu anaongeanga nao, kama haka kajaki. Jaki huyu tumeanza naye kutoka huko, akakuja ndugu mmoja anajaribu kumuingiza mwangushe Jaki, akaniambia fulani kuko hivi na hivi. Hai, nikamwambia huyo mtu ni mkora, na mimi ameniambia hivi na hivi. Huyu Jaki huonyeshwa maono sana huyu. Utakaa tu utasikia amekwambia, Apostle dad, nimeona hii, tuombe hapa. Nimeona hii ya kanisa, tuombe. Nimeona hii. Hatuna hiyo watu. Hatuna watu young, maana young people should see what? Vision. Hatuna young people wa kuona vision. Hatuna watu young wa kubeba Mungu ndani, wabebe Mungu ndani yao. Hatuna. Na hii huduma nilianza nikiwa kijana, kwa hivyo uniumiza kuona vijana wasimami. This ministry mimi nilianza nikiwa kijana. Kama nimeibeba nikiwa kijana mpaka hapo niko, inamaanisha hii huduma inafaa kufavor sana young people. Hatuna vijana wanaweza beba Mungu, wasichana kama hawa. Huyu Jaki hakuna fedha hajanipa, si 50, si sijui laki, si sijui ngapi, hakuna. Mwenyewe tu ananiambia hiyo ni fast food. Atakaa niambie hiyo ni tithe yangu ya miezi kadhaa. Atakaa niambie hiyo. Sababu Mungu ana shida, atabariki tu. Mtu yoyote atasimama vizuri kwa Mungu, atabeba hiyo maono, atabeba. Me the same na bebanga hivi kwa command, namwambia mzee nimekuja ndio hii. Hatuna watu wangapi young tuko nao wa kubeba Mungu hivyo? How many people young wa kubeba Mungu ndani yao? Sababu ukibeba Mungu pole pole tu, mali yake itaingia, na mali yake ikiingia itakutoa kwake. Hata hujafika kumpa Mungu hata 50 na umeanza kuhangaishwa, na ukifika tu siku moja umpe half. Hatuna watu genuine. Mimi napenda sana kuraise watu, lakini kupata watu wa kuraise waaminifu, wakora tu, wakora. Hata pastors wakora, wezi waamini. Ati ndio pastors tunainua, waizi wakora. Watu walisha kuenda kinyume hivi, nyinyi mnaenda hivi, ameshaenda hivi. Sasa unaona nyumba kama hii, sasa kama hapa headquarter, ati wale pasa unaweza amini labda 2 ma 3, wengine wote ni majangili. Hata nashukuru Mungu uko kwa branch wamejikaza kazi. Jana nimepata simu ya pasa kutoka kule, ni wapi? Kongo. Wameniambia, Apostle, nimesikiza mafundisho yako, nataka unipatie go ahead nikuje January kabla iishe, unizae unitume nikufungulie kanisa Kongo. Nikamwambia sawa, kama imekosa hapa siende Kongo. Hata amenitumia hizo picha, ameniambia mimi nimekusikiza kabisa, mimi nataka tuwe na hii madhabahu yako hapa Kongo. Mimi nimekupenda na kufuatilianga, hata I think sahi is watching na kufuatilianga sijui YouTube. Na unaona Sunday 31st tumeshika mkuu wa Afrika, Asia, America na Australia. Sasa hiyo simu tu ya kuambiwa anataka huko, na nikamuuliza hautaki tu nikukave? Akaniambia hapana, mimi nataka tuwe na wewe hapa. Nikasema basi kuna kitu hapo kime. Kwa hivyo tutafanya nini? Tutatumikia Mungu zamu yetu. Itawaombea we na Sami, hamkufi haraka na hamtafika mahali ati magoti isindwe kuinuka. Kama hawa watai kufanya, si mtafanya tu. Yes. Tutafanya nini sasa? Is there anything else? Mungu alitumia kunguru, mbona hakuenda kutumia swara? Sababu kumekosa watu waaminifu. Uaminifu ndio unafanyanga uingie kwa roho ya mtu. Usipokuwa mwaminifu huwezi ingia kwa roho ya mtu. Uaminifu ndio ufanya uingie kwa roho. Mimi sijachanganya madhabahu hata siku moja hivi. Nimekuwa na madhabahu moja,
sija mix altars. Watu wokovu, mtu ameokoka anajua mimi nimeokoka, akili zangu nimezitayarisha ziko kwa Mungu. Akili zangu ziko kwa Mungu. Deuteronomy chapter 4 verse 29. Nashukuru Mungu sana sababu ya wale watu kiasi ambao tunapata wanaelewa. Hawa watu wanaelewa. Kumbukumbu la Torati 4:29. Lakini huko kama mkitafuta Bwana Mungu wako utampata. Na kuingia, mtu anaweza ingia tu. Sasa Pastor Jacob ameingiaje? Huyu Pastor Esbon ameingiaje? Na siko nao 2010 wamepata aje wakaingia? Wewe umeshinda hapa, utashindwaje kuingia? Hawa wameingiaje? Huyu ameingiaje? Huwezi ingia bila upendo wako kwa Mungu na upendo yako kwa huyo mtu. Huyu alikuwa anashindanga hapa. Sasa hii tujapata na hole ya kule Kibera sababu huko kunataka kubomolewa. Lakini yeye ana shida. That verse umekuwa naye hapa. Sunday ameingia tu. Hata ana problem. Hata ana hiyo sijui ati washirika wangu ni kama wataibiwa na apostle. Huyu ana hiyo, ameishi akiwaleta hapa na waombea tu. Tulipomaliza nikaambia waambie waende na wewe ndio wakusaidie kule, usikue peke yako. Sasa Esbon ana hiyo. Amelipa gharama hapo kila asubuhi. Na hiyo kipindi alikuwa kivyake huko. Analipa kila asubuhi, anaenda. Sasa hawa wata access nyinyi nimekaa na nyinyi mshindwe. Wewe utakosaje kuingia kwa roho? Hawa wameingiaje? Hauko kwa roho ya mzee sawa. Hawa wameingia haje? Wamepataje nafasi waingie? Wewe usiingie. Hawa wanapataje nafasi waingie? Keti tu. Wewe usiingie. Kuna mtu na kuna mafundisho. Chukua kwanza mafundisho ya huyo kuhani kabla ukuja kwa mtu wake. Anza kufanya mafundisho yake. Mafundisho yake itafungua mpaka uingie. Kuna sehemu huyo kuhani hawezi kupatia leo. Hata ujikarange aje, na akikupa leo zitakuua. Kwa hivyo vile utaenda ukiwa faithful ndio anaruhusiwa kufungua. Sasa hii ndio nimekanyanga kwa madhabahu ya maombi ya kuhani wangu. Hii ibada nimeenda ya mwisho. Kaniambia ingia hapo. Nikaingia na sadaka, nikaomba, nikaweka, tukaingia na mama. Tulipomaliza tukaenda kwa madhabahu, hiyo clip ziko huko. Kwa hivyo kuna sehemu huwezi pewa saa hiyo. But as you move step by step ndio unaletwe. That's why huwa nawaambia ukiingia mali usiende na mbio sana, usiuliwe. Enda na kiasi. Na kiasi ndio uende akamwambia ingia. Akasema maji imefika kwa viweko vya miguu. Akamwambia ingia tena. It was step by step. Akasema imefika kwa magoti. Akamwambia ingia tena. Akasema imefika kwa kiuno. Akamwambia ingia tena. Akasema imefika sasa iko huku kwa mabega. Akamwambia enda tena deep. Akamwambia imenishinda sasa siwezi nikatembea. Akamwambia hivyo ndivyo ushirika wangu na Israeli unafaa kuwa. Step by step you get deeper. Usitake ukuje leo na uingia kwa kuogelea. Sababu haujajua pale kwa viweko, hujajua kwa magoti, hujajua kwa kiuno. Those are levels. Na ndio huwa nahubiri na waambia enjoy every level. Enjoy it. Hiyo level huko shukuru Mungu hiyo Pastor Jacob. Enjoy that level. Usikue na haraka na enjoy hiyo. Ili utoke ukiwa umelani. Upelekwe hiyo ingine, upelekwe hiyo ingine, upelekwe hiyo ingine, upelekwe hiyo ingine. Mimi napenda sana kuinua watu. Na mimi sina kinyongo na mtu. Hakuna mtu anaweza sema apostle yuko na kinyongo, mimi alikuja akanigusa hivi akagusa hivi. Na mimi si mkabila. Wewe sema apostle anapendelea, ingekuwa ni ukabila singependelea Reverend Evans. Mimi sina ukabila. In fact kwa hizo branch Kamkamba ni kamoja huko. Huko Athi River na tulisi hata tulikuwa naishi tukigombana na yeye. Mimi natafuta tu mtu yako tayari.
ako tayari tuhubiri injili na yeye, tufanye kazi ya Mungu, hata na mambo ingine, maisha ingine ya kuishi. That is what I'm looking for. Mtu ako tayari. Mtu naweza angalia nikaona huyu mtu unaweza lea akakuwa kitu kubwa ndani, tumsaidie. Hiyo ndio natafuta. Lakini sasa mkiwa young hivi, mkianza ukora, nikiangalia naona hauna future. Sababu once umeianzia hapo chini ni kumaanisha hauna. My mother alikuwa niambia kuna ile kamuti ya miiba, alikuwa niambia kanatokanga chini na miiba yake. Maana yake ni ya kuwa character utoka chini, tabia. So kuna vitu sahi hapa usiporekebishia kwa hii meza hapa, niko mbele yako, hata ukienda pale peke yako utarekebisha. That's why it is worrying me. It is worrying me because of your tomorrow. It is worrying me. Ikiwa mpaka ufuatwe, it is worrying me. So kuna vitu hapa unafaa upigane nazo, usitoe foundation. Kama sasa hivi vile tuko January hii, maombi tuko nini, inaenda kwa msingi wa mwaka. Foundation is very important. Ukiharibu foundation yako, hata ujenge munara kama hiyo gorofa ya South Sea, it will come down because the foundation was wrong. Deuteronomy chapter 4 verse 29. But if from there you seek the Lord your God, you will be found. You will find him if you look for him with all your heart and with all your soul. Lakini huko kama mkimtafuta Bwana Mungu wako utampata, ukimtafuta kwa moyo wako wote na roho yako yote. Na roho yako yote. Kuna njia nyingi sana za kukaribia Mungu. Utanitayarisha ile miracle tutaiona ya huyo wa continents. Njia ya kwanza ni moyo wa kiu. Zaburi 63 mstari wa kwanza. Moyo ulio na kiu utamkaribia Mungu. Zaburi 63 mstari wa kwanza. Na Isaiah 44 verse number 3. Moyo ulio na kiu. Watu walio na kiu ya Mungu. Hiyo kiu nini hufanya mtu atafute maji? Kiu. Psalm 63 verse 1, Isaiah 44 verse 3. Mungu, Mungu wangu. Mungu, Mungu wangu. Nitakutafuta mapema. Nitakutafuta mapema. Nafsi yangu inakuonea kiu. Unaona, kwa nini nikutafute mapema? Sababu nafsi iko na kiu. Nafsi ndio inanisukuma nikutafute mapema. Mwili wangu wa kuonea shauku. Mwili wangu wa kuonea shauku. Katika nchi kame na uchovu. Katika nchi kame na uchovu. Isiyo na maji. Isiyo na maji. Kiu. Kukuwa na kiu ya Mungu ndani yako, roho yako. Hiyo ndio inafanya tunatafuta Mungu. Sometimes we don't seek God. Kuna level utafika. Ni saa hii tu uko na challenge. Kuna level utafika, kama ni school fees pesa iko. Hata ni zaidi ya school fees. Kama ni nyumba uko na yako, ni gari uko nayo, utaenda kutafuta Mungu juu ya nini? Kama si kiu, mpaka utunze kiu. Sasa mimi siombi kupata gari, hiyo niko nayo tu iko sawa. Mimi siko hapa in the name of Jesus, Bwana nipe school fees. Surely school fees, kwani school fees ni ngapi? School fees inaweza kuwa iko expensive kuliko TV kwa mwezi. Hata hivyo ni shule gani? Si hamna, maana si ni tamu. Kwa hivyo kama Mungu anaweza nisaidia nilipe TV kwa mwezi, school fees. Kwa hivyo siko hapa kuombea school fees mimi. Siko hapa kuombea gari. I think hiyo niko nayo tu is okay. Hata ningesema staki ingine iko tu sawa. Haina aibu. Zinaitangwa zikifika hapa SUV. I have like kadhaa SUVs. Upokee hiyo kwa jina la Yesu. Naona vile unasema amen haraka. Unaona? So ni nini ninatafuta? Kama ni kutumiwa na Mungu kwa kiwango yangu tu, Mungu ananitumia, si kweli? Ni nini? Ni sababu ya kupenda Mungu. Kwa hivyo lazima ufike past what things,
Pastor, I'm trusting God for a car. That's what? Yeah, past physical things. Thank you very much. Lazima utoke kwa vitu physical. Niko hapa ndio Mungu anipe school fees. Unaona? Kwa hivyo ile siku school fees italipwa. Unajua niko na wedding. Wedding kakiisha. You see, lazima ukuje saa kutafuta Mungu sababu unampenda. Na hiyo inafanyanga tutafute Mungu tusikufe ni kiu. Ati ile kiu hiyo mtu alikuwa nayo 2010 akianza kanisa, ametunza hiyo kiu. Hajakubali itoke ndani. Anaweza jinyima tu akuja akae hapa siku 21 tu. Akae tu hapo, asiendeshe gari, akae hapo, asikue na mke wake, akae tu hapo tu. Akae tu hapo, ameditate kuhusu Mungu tu. Akae hapo tu. Akae tu akifikiria huyu Mungu. Kiu. Zaburi 42 mstari wa 2. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu. Nafsi yangu, Zaburi 42 verse 2. Nafsi yangu inamuonea Mungu kiu. Mungu aliye hai. Psalms 42 verse 2. Psalms 42 verse 2. Nafsi yangu inamuonea kiu Mungu aliye hai. Unaona, nafsi iko na kiu. Ataki shamba is past things. Nafsi iko na kiu. Naye Mungu anasema, my soul thirsts for God, for the living God. When can I go and meet with God? Isaiah 44 mstari wa 3 verse 3. Kwa maana nitamimina maji. Naye Mungu anasema nitamiminya maji juu yake aliye na kiu. Juu yake aliye na kiu. God is looking for a man and a woman that is thirsty for him. Daudi amesema nafsi yangu inakuonea kiu kama nchi kavu isiyo na maji. Naye Mungu hapa anajibu Daudi kupitia Isaia. Anasema nitamwaga maji kwa nchi kavu. Kwa maana nitamimina maji juu yake aliye na kiu. Kuna maeneo inatamaningi maji mpaka unapata. Mmeshaona hiyo maeneo huwa inapasuka hivi sababu ya kukosa maji. Hivyo ndio roho ya Daudi ilikuwa, thirsty for God. Unaweza anguka ukalia tu sababu ya Mungu. Unaweza anguka ukaabudu. Yaani wewe umependa Mungu kuliko vyote. Upendo wa Mungu una win. Love covers a multitude of sin. Upendo unaweza kuita ukatoka kwa hiyo dhambi. Hakuna kitu huwezi toka. Hakuna. Na vitu zingine wale mko vijana, usipozishindia kwa ujana, utaona cha mtema kuni kwa ndoa. Ulisikia ule msichana hapa Sunday akisema alianza kufanya masturbation akiwa high school. Ameolewa, hataki mume wake, anasikia anataka bado anafanya masturbation, ameolewa. Yeye alikuwa anafanya masturbation na lesbian. Ameolewa, anaifanya sasa akiwa kwa ndoa, hataki mume. Ilitoka wapi? Kule. Si nikwambia utalipa. Watakufuata ulipe. Na itakuwa uchungu sababu huko ndio utakuwa unahitaji neema sana kuliko hapa huko. Kiu. Hakuna kitu mbaya kama kukua na madhabahu hakuna vijana wako na kiu ya Mungu. Vijana wote wameibiwa na nyimbo, wameibiwa. Angalia, ukitaka kujua kama umefaulu, vijana wameibiwa na number 1 wameibiwa na sex. Vijana. Sasa hii kupata kijana kanaolewa hivi bikira, mtoke wapi? Na ni highway ya kwenda nini? Huko watu wanataka kununua magari Mombasa. Highway. Highway. Hata wale wanaoa sasa Mungu awakumbuke. Ni highway. Hakuna bikira. Miaka za hapo nyuma watu walikuwa wanaolewa wakiwa bikira. Pastor Susan, leo kuna mapepo upigani naye sababu haukuolewa kama umejichanganya. Uliniambia hivyo zamani, wewe ukiolewa ulikuwa msichana umesimama huko na mambo mengi. Sasa hawa wengine wanapigana na mapepo hawajui wameokota wapi na ni huko. Na unajua ulimwengu wenyu haukuwa muovu kama wa saa hii. Saa hii ulimwengu uko too much. Uko mbaya kabisa. Kuna mtu yuko na mapepo, wacha magonjwa, demons ambazo hujui utakuja kuzitoa aje. Saa hii vijana wameibiwa na ngono. Ya pili wameibiwa na nyimbo. Umeokoka hivyo lakini simu yako imejaa bongo. Na umeokoka, you are born again. Sasa umeokoka nini? Na wimbo ni kila wimbo ukiimba inaletanga roho. Ukisikia bongo itakuletea hiyo roho ya bongo na mapenzi. Ukisikia gospel utasikia tu. Mimi
gari zangu zote huwa ziko kwa Hope. Nilikuwa napenda kusikiza Hope zamani. Huwa niko hapo tu. Tukikuja utasikia tu ni wimbo ya gospel ama maombi ya asubuhi. Huwezi sikia kitu kingine. Hapo security ndio walikuwa wakiosha, wanabadilisha, sio wanaweka vitu gani. Nikamwambia msikuwe mnakuuza gari yangu. Huwa nimeweka hapo. Na nimeishi hivyo. Hivyo ndio unajuanga umetoka kwa vijana wakawa. Na mimi ukiniangalia watu wa miaka yangu, ile neema Mungu amenipa hajawapatia. Sasa wewe simu yako saa hii pastor praise, when you praise and worship, simu yako ukipigwa inalia yoli yoli, simu yako si unaona huyo mtu ametolewa. Sababu vijana wanaibiangwa na ngono, wanaibiwa na nyimbo, na number 3 wanaibiwa na kitu kinaitwa fashion. Hiyo ndio uchukua vijana. Utapata ameokoka lakini suruali imekatwa hivi, nyama ziko. Huyu mtu hajaokoka, bado yuko kwa mwili. Ndio nimekwambia ungekuwa umejawa na roho. Unaona mimi nilipojawa na roho, kuna vitu mimi nilitupa bila my mother kuniambia. Makofia ingine nilikuwa navaa sababu ya kucheza mpira. Tulikuwa navaa zile kofia zinaitangwa standing. Nyakati zetu tulikuwa tunaziita standing. Kofia hapa juu umeinua hivi. Na unajua mimi nimelelewa Dandora. So hizo zilikuwa famous sana nyakati miaka hiyo yetu huko 2000, miaka ya Mongeki. Ulikuwa ukivaa hiyo kofia standing, unasikia huko juu sana hiyo kofia. Na maviatu vingine ilikuwa inaitwa makito. Tulikuwa unaitanga hivyo nyakati hizo. Mguu ni kama iko open lakini unafunga ilikuwa inaitwa 300. Na majins na matakataka yote. Hakuna mimi mtu aliniambia tupa, na hakuna mtu alinihubiria, lakini mwenyewe tu nilikuwa naamka istaki. Siwezi kuambia hizo kofia leo ziko wapi. Siwezi kuambia hizo matakataka zote where zilienda wapi, t-shirt nyingine. Hizo vitu zote I cannot tell you where they are. Na hakuna mtu alikaa chini akaniambia toa hii, toa hii. The Spirit himself. Maana kuna ile inaitwa personal walk. Mungu mwenyewe anaanza kukuongelesha mwenyewe. Anakuambia hii, you are my son, toa hii. Toa hii. Toa hii, you are my servant now. Toa hii, nataka nitembee na wewe. Mungu amesema katika Yeremia 15:19, amesema ukiondoa maneno ya ubatili kwa kinywa chako utakuwa mtumishi wangu. Mwenyewe tu anakuambia toa. Yeremia 15:19, kwa sababu hiyo Bwana asema hivi, ukirudi ndipo mimi nitakurejeza. Therefore this is what the Lord says, if you repent I will restore you, that you may serve me. If you utter worthy and not worthless words, you will be my spokesman. Let these people turn to you, but you must not turn to them. So wale mko vijana unaangalia hizo vitu tatu. Ukiona umeshinda hizo vitu tatu, sasa umeanza kuingia kwa utumishi. Hata nilikuwa nimefundisha Reverend Evans, tulikuwa tukiingia matatu tupata wanaimba hizo nyimbo tunashuka. Sema sasa hiyo ni maroho gani hawa watu wanataka kutuingiza? Lakini sasa ukiona umeshikwa na hizo tatu na wewe ni kijana, ushaenda. Wao nadhani ni vijana wangapi, nimeandika kitabu hapo, hata hao vijana wajakuja kuchukua kiwasaidie. Ni vijana wangapi wamekamatwa na sexual sin? How many destinies are dying every day? Ukilala na mtu hivi imeenda. How many destinies are dying? How many? Wengine hawa wasichana hata the same church ameonjwa na wanaume kama 5, 4. Hata hana value. Mwenyewe umejifanya mkokoteni mwenyewe. Na hakuna mtu nani yuko na mwili ya chuma hapa atusaidie nayo? Ya chuma? Mwili chuma. So unasikianga njaa tu. Yeah, hakuna mtu ana mwili iko na feelings. But you don't give in to the what? To the feelings. Usidhani ati ni wewe uko kijana ndio mwili yako inasikia inataka kuguswa. Hata sisi tunasikianga kugusa. Hata sisi tukiwa wahubiri, ama ni uongo, tunasikianga hivyo tu, lakini hatukubali hiyo pepo. Unaikataa. Usidhani ati ni wewe peke yako ati ndio mwili inasubua. Sisi wote we are fighting the same body. Saa hii kama vile umefunga, saa hii ni nini unasikia unataka?
chakula. Na hakuna ati nyinyi ndio mnasikia ati apostle asikii. Sisi wote tunasikia. Unaona kakuku ndia haka haya ndia haka kanapita, si ati mtu asikii, unasikia. But you defeat that, you fight that, you fight. Kuna party ya kufight. Unasema no, sitakubali hii. Unaingia kuomba, unasema hii nakataa kwa jina la Yesu. Unapigana mpaka unashinda hiyo pepo, unaishinda. Ukiishinda mara ya kwanza na ya pili na ya tatu, utafika mahali hata hiyo mawazo itakuwa ikuji. Lakini ikikuja tu unaipeleka kwa mwanaume, kwa mwanamke, sasa shetani atakuwa tulikuwa tunaambiwa tukiwa vijana, tulikuwa tunaambiwa if you allow the devil to ride you, he will always want to ride you. Ukikubali shetani akupeleke, hata kuwa na kuomba ruhusa, atakuwa anakuja na kwambia usonge leo, mimi ndio dereva wako, anapeleka gari. Lakini ukimwambia utapeleka hii gari, atawachana na wewe. Nimeandika hiyo kitabu soul ties and what, vile zina control mtu. Hiyo sasa ukiwa kijana unachukua, unasoma, inakuwa guide yako. Unaangalia hatari yake ni gani kwa scripture, then you pray. Na unaanza kuambia Mungu, God give me the spirit of holiness. Romans chapter 1 verse 4. Romans 1:4. Sababu ukiingia kwa hizo vitu vya dunia vitaua kiu. Romans 1:4. Na kudhihirishwa kwa uweza kuwa mwana wa Mungu kwa jinsi ya Roho Mtakatifu kwa ufufuo ya wafu, Yesu Kristo Bwana wetu. And who through the spirit of holiness, the spirit of holiness was declared with the power to be the Son of God. Unaanza kuambia Mungu, Romans 1:4, Bwana nipe roho ya kukaa maisha matakatifu. Kumbe hii roho iko ya utakatifu. Iko hii roho. Unaanza kuambia Mungu, nipe roho ya utakatifu. Father, give me that spirit. It is possible. Give me that spirit, oh Lord. Lazima ukiwa kijana mjue, wale mko naongea, sijui kwa nini nasikia kuongea na nyinyi, mjue kuna kitu kinaitwa transfer ya nyama. Ukilala na mtu ametransfer nyama zake kwako. Na kuna watu nyama zao hizi ni nyama za sex. Kwao wako hivyo. Na kuna watu nyama zao hizi si za wanawake na si za wanaume. Kuna watu hizi nyama zao ni za kulala na kulalishwa. Na kuna watu nyama zao hizi ziko na control. Kuna mtu hata ameenda kwa kaburi, aliwahi kuwa tu na mwanamke mmoja ama mwanaume mmoja, nyama zao. Kuna mtu mkilala na yeye, sababu damu itakuwa transferred kupitia sperm, umepata nyama za huyo mtu. Nyama zake ni weak, hautaweza kusimama. Nyama hizi umebeba. Ndio saa zingine tunaongeanga kuhusu kuvunja hizi madhabahu. Ingine ni madhabahu ya your mother. Your mother muulize akiwa msichana, atakwambia kuna wanaume hakujua. Sasa lazima na wewe hapo kwa usichana utahangaika. Usipokataa madhabahu yake kwa usichana utamaliza wanaume wote. Wale wanasimama wanafanyaje? That is the question you should be asking yourself. Huyu amesimama amefanya nini? Amepigana aje? Unaharibu mpaka unaharibu destiny. Ukikuja kufika unapata hauna star, hauna destiny, hauna huduma, hauna maisha. Alafu sasa ukiwa umepatiwa hiyo weakness yote, unaongezewa you don't deserve, unaongezewa you are not loyal. Kwa hivyo hakuna mtu anakubeba. Unajua kuna watu wanyonge lakini wanabebangwa na serving. Unajua hivyo? Kuna watu church very useless lakini anabebwa na serving. Kuna mwingine useless kabisa lakini anabebwa na pastor. Unaona mtu ambaye ni mdhaifu kabisa lakini anapenda pastor wake hivi. Anabebwa tu na neema ya pastor, unasikia amevuka. Ni kama vile mzazi ubeba mtoto unazinabebwa. Sasa wewe hata ule wa kukubeba uko mang'aa kwake, utabebewa wapi? Kiu. Na kutunza hiyo kiu ya Mungu ndani. Ukisikia kiu ya Mungu imetoka ndani yako, ujue sasa umeanza kuanguka. Kiu ndio ifanya mtu ajue kweli nimeokoka na mtu ako kwa track. Kiu ndio inafanya leo tuko hapa kutafuta Mungu. Kiu.
Number 2, your love for God. Tunaongea kuhusu ways of drawing yourself close to God. Topic yetu ni drawing close to God, kumkaribia Mungu, njia za kumkaribia Mungu, upendo wako kwa Mungu. Zaburi, is it this? I think it is Proverbs 8:17. Proverbs 8:17. Ali 8:17, na wapenda wale wanipendao. Upendo wako kwa Mungu, upendo unafanyanga mtu akaribie. Upendo utafanya umkaribie Mungu zaidi. Na wapenda wale wanipendao, na wale wanitafuta, na hivyo akatoa dhabihu na kufukiza uvumba katika mahali pa juu. Katika mahali pa juu. Sulemani akapenda Mungu ndani yake. Tukoona ama ilienda? Solomon